Asante sana Mheshimiwa Cecilia Daniel Pareso. Nilimtaja Mheshimiwa Salma Rashid Kikwete, Mheshimiwa Stella Alex Kupa, Mheshimiwa Yumna Manga Omar na Mheshimiwa Festo Richard Sanga wajiandae. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Awali ya yote naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, naomba nianze kwa pongezi za dhati kabisa kwa waziri wetu wa elimu kwa kazi kubwa na nzuri ambayo ameifanya tangu ateuliwe na rais wetu mpendwa Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli Profesa, umefanya kazi kubwa na nzuri, na sisi kama wabunge wenzako tunaiona. Alkadhalika na Mheshimiwa Naibu Waziri Wanu naye amefanya kazi nzuri ya kukusaidia wewe Mheshimiwa Profesa. Tunasema hongereni sana. Lakini sambamba na pongezi hizo, Mheshimiwa, kabla sijaenda kuwatambua wengine na kuwapongeza, Mheshimiwa Profesa, katika uwasilishaji wako kwa kweli ni uwasilishaji uliokuwa wa aina yake. Ndani ya wizara hii umezungumza mambo mengi, umeyafanya mambo mengi, umegusa kila eneo, hukuacha eneo hata moja. Na ndio maana nasema hongereni sana kwa kazi kubwa na nzuri ulioifanya. Pongezi kwa katibu mkuu na naibu katibu mkuu, watendaji wote wa wizara, hongereni sana. Pongezi za pekee kabisa zimwendee Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maono yake makubwa, kwa umahiri wake, kwa ushupavu wake, kwa ushujaa wake, pamoja na changamoto zilizokuwa nyingi. Yeye kama Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameyafanya mambo makubwa na mengi sana katika taifa hili. Na ndio maana Profesa Mkenda, kila atakayesimama katika bunge hili tukufu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atasimama kwa kutoa pongezi juu ya kazi kubwa ambayo Daktari Samia Suluhu Hassan katika kipindi chake ameweza kuifanya. Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa maono yake akitambua ya kwamba hakuna kitu muhimu zaidi ya elimu, vingine vyote vinafuata baadaye. Ameweka miundombinu mizuri katika eneo letu la elimu, na ndio pale kama mama, na ndio pale kama rais mwanamke, na ndio pale kama shujaa aliposimama na kusema kwamba ninataka kujenga shule za sayansi za watoto wa kike ndani ya nchi nzima. Na alifanya hivyo, akaanza na baadhi ya shule ambazo miongoni mwa shule hizo ni shule 10 ambazo alizijenga. Lakini miongoni mwa shule 10 hizo nitazitaja shule chache. Kuna shule ya Mwanza, kuna shule ya Samia Suluhu Hassan iko Ruvuma, kuna shule iko Arusha, kuna shule iko Lindi inaitwa Lindi Girls, kuna shule iko Shinyanga, Dar es Salaam, halikadhalika na mkoa wa Pwani iko Kibiti. Na shule hizi ambazo amezijenga mwaka 2025 ndipo zilifanya mtihani wake wa kwanza. Na kwenye mtihani wake huo wa kwanza, nini kilichotokea katika shule hizo ambazo takriban 7 zilizofanya mtihani? Wanafunzi waliopata division 1 walikuwa 236, waliopata division 2 walikuwa 425,
waliopata division 3 walikuwa 179 na waliopata division 4 walikuwa peke yao ni 10, na division 0 hakukuwepo na mwanafunzi hata mmoja. Haya ni matokeo makubwa sana kwa kazi kubwa na nzuri aliyoifanya. Na kama wangechaguliwa division 1 na 2, ina maana wana 77.79 wangeenda kwenye elimu ya juu. Na kama wangechaguliwa 1, 2 na 3, ina maana walifaulu kwa 98.82, na division 4 ilikuwa 0.118. Kwa hiyo matokeo haya ni makubwa sana, na hichi tulichokuwa tunakitaka au mama alichokuwa anakitaka, kupata wanasayansi wengi, lakini wanasayansi hapa wa kike ambao, kwa nini ni wa kike? Akizingatia kwamba wanawake waliachwa nyuma sana, na ndio maana akajua ukimwelimisha mwanamke umeelimisha jamii. Hongera sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa na nzuri uliyoifanya. Sasa baada ya hapo, nataka nizungumzie swala zima linalohusu KKK, yani KK3. Tunapozungumzia KK3, maana yake ni kujua kusoma, kuandika na kuhesabu. Katika mazingira ya kawaida mtu anasema kujua kusoma, kuandika na kuhesabu ni kitu muhimu sana katika ustawi. Mwanafunzi anapoingia darasa la kwanza ni lazima ajue kusoma na kuandika baada ya muda mfupi, lakini ilifikia hatua mwanafunzi anafika mpaka darasa la 4 hajui kusoma, mpaka darasa la 7 hajui kusoma. Wakati mwingine wanafunzi wanachaguliwa kwenda sekondari, bado hapa kuna shida. Mama Samia akasema sitaki hiyo shida, nataka tuhakikishe wanafunzi wanajua kusoma, kuandika na kuhesabu. Walimu kama walimu watakuwa wanajua nini msingi wa kujua kusoma, kuandika na kuhesabu. Msingi mkubwa wa kujua kusoma na kuandika na kuhesabu, ndani ya miezi 3 mpaka 6 mwanafunzi lazima awe anajua kusoma, kuandika na kuhesabu, kwa sababu lazima ajue kitu kinachoitwa alphabet, atoke kujua alfabeti, ajue kitu kinachoitwa silabi, atoke kujua kitu kinachoitwa silabi, ajue kitu kinachoitwa neno, akitoka kujua kitu kinachoitwa neno, ajue kusoma kwa kutumia sentensi fupi, alafu kifungu cha habari kifupi na kifungu cha habari kirefu. Unapozungumzia ajue kusoma herufi, ajue kusoma silabi, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba silabi au syllable ina maana katika herufi kuna herufi 26. Ndani ya herufi 26 kuna kitu kinachoitwa kwa kizungu anaitwa consonant na vowel. Sasa ukishakuwa na consonant na ukiwa na vowel, maana yake ni kwamba katika kuweka ile syllable ni lazima uweke consonant, yani consonant ukijumlisha na silabi na syllable unapata kitu kinachoitwa, yani herufi moja ukijumlisha na herufi ya pili, yani consonant na vowel, ndio unapopata syllable. Syllable ni B ukijumlisha na A unapata kitu ba. Kwa hiyo ukienda kwa hatua hizo, baada ya miezi 3 au kabla ya hapo unakuwa umeshajua. Kwa hiyo ni kitu muhimu na kitu cha msingi. Nini kifanyike katika hili? Ni lazima wanafunzi wapate walimu ambao wamesomea KKK3. Si kila mwalimu anajua kufundisha darasa la kwanza na darasa la pili au la 3. Kuna taaluma maalumu ambayo mwalimu anatakiwa aipate. Kwa hiyo niwapongeze kwa dhati na kuwashukuru. Lakini pamoja na hayo, mmeanzisha shule za amali, na kule kwangu ipo shule ya amali, na washukuru. Na ukitaka kufanikiwa kwenye hili ni lazima uwe na hizo shule. Ukishakuwa na hizo shule, wanafunzi wakimaliza darasa la
la 6 sasa hivi, maanake wanafunzi wa darasa la 6 na darasa la 7 watakwenda pamoja kuanza kidato cha kwanza. Niwapongeze kwa kazi kubwa na nzuri ambayo 2028 tutakuwa na wanafunzi takribani wa 3,000 na ushehe watakaoenda kuanza hizo shule. Hili ni jambo kubwa na ni jambo la kihistoria ambalo litakumbukwa katika maisha yako Profesa Mpenda na maisha ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Endelea kuchapa kazi, tutawaunga mkono na bajeti tutaiunga mkono, na tutaomba baada ya hapo iongezwe zaidi, kwa sababu mambo ni mengi, mambo makubwa ambayo tuna dhamira ya dhati ya kuyatekeleza hayo mambo yaliyopo mbele yetu, ukizingatia vipaumbele vile 5 vilivyowekwa. Naunga mkono hoja, na watakia kila laheri. Asante sana, asante sana, asante sana mwenyekiti. Asante sana. Nimtaje Mheshimiwa Stella